Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Mahali popote ulipo, unaendelea kunifuatilia na unaendelea pia kunitazama. Langu jina Benjamin Mahega. Na mtukuza Mungu kwa nafasi na kibali tena ambacho ameweza kutupatia katika siku hii ya leo. Sio kwa akili zetu wala si kwa ufahamu wetu, bali ni kwa neema na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hivi tunavyozungumza leo, tunaenda kuhitimisha somo letu la namna ya kulinda moyo wako. Leo ni sehemu ya 8. Nilikwambia zingatia mambo 8 ambayo yana uwezo wa kulinda moyo wako. Na leo tunaenda kuhitimisha somo letu sehemu ya 8. Sasa kabla hatujaingia kwenye kuhitimisha somo letu, au kabla hatujaingia kwenye kipengele cha mwisho, nataka tu kwanza nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tunaanza somo hili, namna ya kulinda moyo wako. Umesapoti kwa namna nyingine ili tuweze kuachia somo lingine, au ulisapoti kuanzia kipengele namba 1 tukaweza kupata pia kipengele namba 2, ukasapoti tukaweza kupata kipengele namba 3, ukasapoti tukaweza kupata kipengele namba 4, ukasapoti mpaka leo tunaingia kipengele namba 8. Hivyo namshukuru Mungu kupitia wewe kwa nafasi hiyo ambayo uliweza kuitumia ili somo letu tuweze kujifunza. Naamini kwa namna nyingine hili somo limeweza kukutoa sehemu fulani na kukuweka sehemu fulani. Yawezekana ulikuwa unahitaji walinzi wa kuweza kulinda moyo wako, lakini ulikuwa hujajua walinzi watakaoweza kulinda moyo wako ni walinzi wapi na utawapatia wapi. Unahitaji moyo wako uwe salama. Ukisoma maandiko ambao huu mstari tulikuwa nao kwenye somo letu, ambao ni mstari mkuu katika somo letu, namna ya kulinda moyo wako, kitabu cha Methali 4:23, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Sasa utawezaje kulinda huu moyo? Najua ulikuwa unajiuliza swali hilo kwa muda mrefu sana. Je, moyo wangu ni ulindeje ili chemichemi za uzima ziendelee kutoka, ziendelee kutoka kila kunapoitwa leo? Ulikuwa hujapata jibu la kuweza kujua au kutambua walinzi wanaohitajika ndani ya moyo wako, au namna ya kuweza kulinda moyo wako. Sasa kwa nafasi ambayo Mungu aliweza kunipatia, nikaweza kuandaa hili somo, namna ya kulinda moyo wako. Niliposoma kitabu hicho cha Methali, ile sura yake ya 4:23, nilijifikiria sana, je, ni ulindeje moyo wangu? Ndio nikaanza kupata namna ya kuweza kulinda moyo wangu. Kuna mambo nikagundua kwamba haya mambo nikiyaruhusu ndani ya moyo wangu, basi moyo wangu unaenda kuharibika, au yani moyo unakuwa hauna ulinzi. Kwa nikawa na yapangua yale mambo kwamba haya mambo hayaruhusiwi ndani ya moyo wangu, haya mambo yanafaa ndani ya moyo wangu. Ukilisikiliza ile somo vizuri, labda wewe ndio unaanza kutufuatilia, ukilisikiliza ile somo vizuri, kuna mambo nimekwambia haya mambo yanaruhusiwa kukaa ndani ya moyo wako, ambayo ni ulinzi kabisa tosha. Moja ya jambo ambalo nilikwambia, kipengele namba 1 ambacho kinasema ili moyo wako uwe salama, au ili ulinde moyo wako, hakikisha neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako. Huo ni ulinzi tosha kabisa. Na kuna masomo mengine nikwambia, usikifanye hiki kitu kinaenda kuharibu nafsi yako au moyo wako. Sasa leo tunaenda kuangalia kipengele namba 8 sasa, ambacho hiki kipengele kinaenda kufunga kabisa somo letu. Lakini Mungu hajatunyima masomo, yapo mengi na yataendelea kutoka, na tutaendelea pia kujifunza kwa nafasi ambayo Mungu atakuwa anatupatia na kibali pia. Hivyo twende tukaangalie kipengele ambacho kinatufungia somo letu.
kinasemaje na kinaitwaje na kinatufundisha nini? Je, ndani ya moyo kinaruhusiwa au hakiruhusiwi? Sikiliza mwana wa Mungu, fuatilia hili somo, lina baraka sana kwenye maisha yako. Kuna namna litakufundisha, kuna vitu ambavyo unavifanya unaona wewe viko sahihi, kumbe havipo sahihi katika ulimwengu wa roho. Sasa katazame hili somo kuanzia kipengele namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na leo tunaingia 8. Kipengele namba 8 kinasemaje? Namna ya kulinda moyo wako. Kipengele namba 8 kinasema ili ulinde moyo wako, usikubali kutawaliwa na mawazo mabaya. Ili moyo wako uwe salama, usikubali kutawaliwa na mawazo ya kijinga. Ili moyo wako uwe salama, usikubali kufikiria ujinga. Ili moyo wako uwe salama, usikubali kutawaliwa na vitu ambavyo havina faida kwenye maisha yako. Watu wengi mioyo yetu haina usalama kwa sababu ya mawazo tunayowaza, mawazo hasi, mawazo tunayowaza, mawazo ambayo hayana faida kwenye maisha yetu. Wewe kila kunapokucha unawaza vitu ambavyo ukiviangalia havina faida kwenye maisha yako. Sikiliza nikwambie, vijana wengi wa leo wanaharibika kwa sababu wanapoamka asubuhi wanaanza kuwaza vitu tofauti na maisha yao. Yaani leo unaamka asubuhi unaanza kuwaza namna ya kupata fedha ili ukanunue malaya, namna ya kununua pesa, na namna ya kupata pesa ili ukanunue uzinzi. Kinachonishangaza katika ulimwengu huu tulionao au nyakati hizi za mwishoni, mwanzoni dhambi watu ilikuwa inawatafuta, lakini leo kizazi hiki cha leo wanaenda kuinunua dhambi. Sikiliza mwana wa Mungu, unapotoa fedha au unapotoa hela yako unaenda kununua malaya, unaenda kununua bia, unaenda kununua sijui kitu gani, pale ni wewe na mguu wako umeenda kuinunua dhambi kwenye maisha yako. Sasa usifikirie mawazo ya kwenda kununua dhambi wakati kuna mawazo ambayo ni chanya kwenye maisha yako ambayo yatatengeneza mfumo mzuri wa maisha yako. Sasa wengi wa leo, vijana wa leo wanaharibikiwa kwenye maisha yao kwa sababu ndani yao wanawaza vitu hasi bali hawawazi vitu chanya. Kunapokucha leo anawaza namna ya kupata fedha akanunue bia, anawaza namna ya kupata hela akanunulia rafiki zake bia, akawanunulie ndugu. Yani kuna mawazo ambayo yanakuja yanaenda kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Sikiliza, hiki ni kipengele cha mwisho, nataka nikieleze kiundani zaidi. Usikubali kutawaliwa na mawazo mabaya. Nataka nipaeleze hapa kiundani zaidi kwa sababu ni kipengele cha mwishoni, ni kipengele cha mwisho ambacho kinaenda kufunga somo letu. Ili ulinde moyo wako, usikubali kutawaliwa na mawazo mabaya. Ewe ndugu yangu na inasikiliza hapo, hebu jiulize, kwenye ubongo wako unawazaga nini? Kwenye kichwa chako waga unawaza nini? Ukigundua una mawazo ambayo ni hasi, elewa wewe upo katika njia ambayo moyo wako unakuwa hauna ulinzi ambao upo sahihi. Kwa hiyo ili moyo wako uulinde, hakikisha ya kwamba kule kufikiria kwako au mawazo unayoyawaza au kile ambacho kipo kwenye kichwa chako, hakikisha hakina ubaya wowote. Mawazo yako yawe chanya, yasije yakawa hasi. Sasa kuna wakati moyo unaingia kwenye sehemu mbaya kwa sababu ya kuwaza mawazo mabaya, na ukiruhusu mawazo mabaya ya kutawale ndani ya moyo wako, elewa kuna wakati unaweza ukawa unafanya jambo fulani. Kuna kipengele huko nyuma nilizungumza
nikasema ya kwamba kuna wakati unaweza ukawa uko kwenye furaha nzuri kabisa, upo kwenye mudi nzuri kabisa ya kufurahi, lakini likija wazo la kitu ambacho kilishawahi kufanyika kwenye maisha yako kikakuumiza, elewa, hata kama ulikuwa uko kwenye umati wa watu wengi, hicho kitu kujizuia inashindikana, ya pengine inakupelekea mpaka wale watu kujua kwamba upo kwenye sehemu ya mawazo, na hayo mawazo yako sio mawazo mazuri. Sikiliza, wazo lolote linapokuja kwenye ubongo wako alafu likakutoa kwenye furaha uliokuwa nayo, sio wazo zuri, bali ni wazo baya, kwa sababu siku zote wazo zuri linakuja na furaha yake, bali wazo baya linakuja na hali fulani ya kuonyesha kwenye uso kwamba hiki unachokiwaza hakipo vizuri. Sawa, kuna wakati unaweza ukawaza furaha, lakini jambo la furaha, lakini ukaonyesha sura yako upo katika mazingira fulani kama ya huzuni. Sikiliza, lakini ndani yake elewa kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho ni kibaya, kwa sababu na ndio maana unaona siku zote hauwezi ukaingia kwenye harusi ukaanza kulia, ile ni furaha. Sasa ukitaka kuharibu ndoa ya watu, ingia kwenye harusi au kwenye sherehe ya mtu, anza kulia kama unaomboleza. Na ukitaka watu wakuone kwenye sehemu ambayo watu wakuone wewe ni mtu wa ajabu, nenda msibani kapige vigelegele, hapo utaonekana umepungukiwa akili. Maana yake tunazungumza nini? Maana yake tunazungumza wazo linapokuja alafu unakuwa kwenye mudi fulani ambayo inaonyesha kabisa sura yako haupo kwenye raha, inaonyesha sura yako kwamba huyu mtu kitu anachokiwaza hakina furaha ndani yake, maana yake ni kitu ambacho sio kizuri. Sikiliza nikwambie, tukisoma katika kitabu cha Yakobo ile sura yake ya 4, twende chapuchapu. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya pili na ule mstari wake wa 4, sura ya Yakobo sura ya pili, Yakobo sura ya pili mstari wa 4, Biblia inasema, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa watu wenye mawazo mabovu? Maana yake kama kuna hitilafu, sikiliza nikwambie, nimewahi sema hapo nyuma nikasema ya kwamba kuna wakati unaweza ukawa uko kwenye sehemu fulani ya kitu fulani ukawa unawaza ujinga, inakupelekea unafanya kitu kiovu. Maana yake kama tumefanya hitilafu ndani ya mioyo yetu, maana yake tuna uwezo wa kufanya jambo ovu. Sikiliza nikwambia, siku zote kitu kinachoitwa hasira, elewa maana yake ni kiovu. Kitakachoenda kutokea baada ya mavuno ya kile kitu ni kiovu, wala hakipo katika maadili mema. Kwa hiyo kile unachokiwaza ndiyo faida ya matokeo ya kile ulichokuwa unakiwaza. Kwa hiyo mawazo mabaya usiyaruhusu ndani ya moyo wako, maana mawazo mabaya ukiruhusu ndani ya moyo wako, elewa unakuwa moyo wako hauna ulinzi ambao upo sahihi. Moyo haulindwi kwa mawazo yaliyo mabaya, bali moyo unalindwa kwa mawazo yaliyo mazuri. Moyo unahitaji ulinzi ambao mawazo yake yanakuja mawazo ya chanya, sio mawazo ya hasi. Ukiwa kwenye moyo wako na mawazo ya hasi, elewa moyo wako unaweka sehemu ambayo haipo sawa sawa. Lakini kama moyo wako ukiwa na mawazo ya chanya, elewa moyo wako unaweka katika mazingira mazuri. Kwa hiyo nataka niseme nini mwana wa Mungu katika kipengele hiki cha mwisho? Kipengele hiki cha mwisho nataka nikwambie, ili moyo wako uwe salama, hakikisha mawazo unayoyawaza
yawe mazuri. Watu wengi, vijana wengi wa leo wanawaza mahusiano. Yawezekana kuna sehemu ulipita ukaumizwa. Yawezekana kuna mtu ulikuwa naye akakuumiza. Sasa usiruhusu yale mawazo ya kutawale kwenye ubongo wako. Na ndio maana leo watu wanaingia kwenye uchumba, afu baada ya kuachana wanaingia, mwingine anakwambia bora nikajinyonge. Ameruhusu mawazo mabaya ya kwenda kujiua kwa ajili ya mahusiano. Of course ni kitu ambacho kinauma sana, lakini usiruhusu yale mawazo ya kutawale ndani ya moyo wako. Yakikutawala yale mawazo, elewa kile kitu kitakachoenda kutendeka ni tofauti na makusudi ya Mungu, au ni tofauti na kile ambacho hukukitegemea kitokee kwenye maisha yako. Kwa hiyo hata kama umepita katika jaribu, hata kama upo katika uliwahi kupita katika sehemu fulani ikakuumiza, usiruhusu hilo jaribu ulifikirie kwenye ubongo wako. Usiruhusu hilo baya ulifikiria kwenye ubongo wako. Kwa hiyo tenga muda wako mzuri mwingi wa kufikiria jambo jema. Usitenge muda wako wa kufikiria jambo baya. Haijalishi umeumizwa, haijalishi upo kwenye vikwazo gani, haijalishi watu fulani wanakuzungumzia vibaya. Wewe, kinachohitajika ni wewe kujitahidi ukae katika sehemu ambayo ni nzuri. Kitabu cha Marko sura ya 7:21. Kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 20 mstari wa 21. Biblia inasema, kwa maana ndani ya moyo ya watu kutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Kwa hiyo unaona sasa hasara ya mawazo mabaya ndani ya moyo wa mwanadamu. Mawazo maovu ndani ya moyo wa mwanadamu. Anawaza vitu vya kijinga, anawaza uzinzi, anawaza uchafu wa kila aina, anawaza hasira, anawaza sijui ufisadi, anawaza vitu vya ajabu, wivu, uwaji. Vyote hivyo vinatoka kwenye mtu mwenye mawazo mabaya. Kwa hiyo usiwe mmoja wapo wa watu wanaowaza mawazo mabaya, bali kuwa mmoja wa watu wanaowaza mawazo mema. Moyo wako unatoa chemichemi za uzima, maana yake unawaza kitu chema kwenye maisha yako, kwenye moyo wako. Usiruhusu ukawaza vitu ambavyo havina faida kwenye maisha yako. Leo ndiyo mwisho wa somo letu katika kipengele hiki cha 8, namna ya kulinda moyo wako. Ulinde vizuri moyo wako. Usiulinde kwa mawazo mabaya. Usiulinde ukatawaliwa na mawazo mabaya kwenye maisha yako. Tawaliwa na mawazo yaliyo mema, mawazo ya baraka, mawazo ya furaha kwenye maisha yako. Usitawaliwe na mawazo ya huzuni, usitawaliwe na mawazo mabaya yanakutoa kwenye leli ya kimungu. Kwa hiyo mwana Mungu, usiruhusu mawazo mabaya ya kutawale kwenye maisha yako. Leo tupo mwisho katika somo letu la namna ya kulinda moyo wako, na hapa ndipo mwisho. Tukutane tena kwenye masomo mengine ambapo Bwana atatupa uzima, atatupa afya, atatupa tena ujumbe mwingine wa kuweza kuendelea na kujifunza pia. Kwa hiyo pale Mungu atakapotupa tena somo, basi tutakuja na tutajifunza na tutaelimishana vizuri kabisa. Namalizia tuna kipengele namba 8, usiruhusu utawaliwe na mawazo mabaya, bali ruhusu mawazo mema, mawazo ya baraka ya kutawale kwenye ubongo wako, kwenye moyo wako. Moyo unahitaji ulinzi wenye mawazo mema, sio mawazo mabaya. Mungu akubariki sana sana sana. Langu jina Benjamin Mahega. Amen.